address hii ataifanya mwenyekiti wa chama kanda ya Nyasa, Mheshimiwa Joseph Mbilinyi, na mbele yenu hapa wapo viongozi wa chama na baraza. Tunaye makamu mwenyekiti BAWACHA taifa, lakini tunaye katibu wa vijana mkoa, mwenyekiti wa vijana mkoa. Tunaye pia viongozi wa wilaya kwa maana ya mwenyekiti na katibu wa wilaya yuko, lakini pia na mwenyekiti wa jimbo la Mbeya mjini, vile vile katibu wa Mbeya vijijini. Kwa hivyo wote waliopo hapa ni viongozi wa kanda, mkoa na majimbo yetu mawili, pia ikiwemo wilaya ya Mbeya, wilaya Mbeya ambayo inaunganisha jimbo la Mbeya vijijini na Mbeya mjini. Kwa hivyo karibuni sana. Tunayo mambo kwa haraka ya kuzungumza. Mwenyekiti atayazungumza kwa vizuri, atafafanua, na pia mkiwa mna maswali mtaweza kuuliza maswali. Tutachukua maswali kadhaa kwa ajili ya uelewa, muweze kufikisha taarifa hizi kwa wananchi. Karibuni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu uzungumze na waandishi wa habari. Asante sana jamani, mjambo waandishi, ya mwaka mpya kwa wale ambao tujaonana. Mimi naitwa Joseph Osmond Mbilinyi maarufu kama Sugu, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, chama cha demokrasia na maendeleo. Tuko makao makuu ya kanda ya Nyasa maalum kwa ajili ya kuzungumza na umma kupitia nyinyi. Tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa, maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika. Ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni za chama, ikiwemo no reform no election, ambayo mmekuwa mnaisikia na madhumuni yake ni nini. Pia kuna operation Stronger Together kwa ajili ya kukiweka vizuri chama, pamoja na operation ya Tone Tone kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji ili kupatikana kwa fedha za kuendesha chama. Ratiba mikutano hii itaanza tarehe 23 Machi kwa uzinduzi utakaofanyika Mbeya mjini, viwanja vya Rwanda Nzovwe. Ziara hii itakuwa na ruti mbili. Ruti moja itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo ni ruti ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Na ruti ya pili itaongozwa na makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche John. Ruti hiyo itakuwa nayo itaanzia mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Naomba nisome ratiba kwa faida ya watakao kuwa wanafuatilia ziara hii. Nisome ratiba za wote, ratiba ya mwenyekiti wa taifa na atakamopita, pamoja na ratiba ya makamu mwenyekiti taifa na atakamopita. Mwenyekiti taifa tarehe 23 atazindua mkutano au ziara hii au operation hii jijini Mbeya kwenye viwanja vya Rwanda Nzovwe. Baadaye Mbeya mjini, Rwanda Nzovwe. Baadaye tarehe 24 atakwenda mkoa wa Rukwa, ambako ataanzia Nkasi kaskazini, ambako atafanya mkutano mkubwa pale Kabwe. Atakwenda Kirando, atakwenda na Namanyere. Hii siku ya tarehe 24 Machi kutakuwa na mikutano mitatu kwa mujibu wa ratiba yetu. Tarehe 25 Machi mwenyekiti atakuwa Nkasi kusini, Wampembe na Ntalamila.
ambako atafanya mkutano mkubwa wa hadhara Wampembe, lakini Ntalamila atapita mapema wakati anaelekea Wampembe kwa ajili ya kufanya mkutano pia pale na wananchi na wanachama. Tarehe 26 atakuwa Kalambo Matai asubuhi, na mchana mpaka jioni atakuwa Sumbawanga mjini, ambapo kutakuwa na kikao cha ndani mchana Sumbawanga mjini, lakini jioni kutakuwa na mkutano wa hadhara Sumbawanga mjini pia. Tarehe 27 atakuwa bado Rukwa, ambako ndio atakuwa anatoka Rukwa sasa, atafanya mkutano Kwela saa 4 asubuhi, na jioni atakuwa ameingia mkoa wa Songwe, ambapo atafanya kikao cha ndani Tunduma mchana, na jioni atafanya mkutano wa hadhara kuanzia saa 9 pale pale mjini Tunduma. Tarehe 28 mwenyekiti atakuwa Momba saa 3 asubuhi mpaka 5 mchana, Vwawa saa 6 alasiri mpaka saa 8 jioni, na jioni hiyo tarehe 25 Machi mwenyekiti atamalizia mkutano jimbo la Mbozi Mlowo, katika mkutano wa hadhara utakaofanyika kuanzia saa 9 alasiri. Tarehe 29 mwenyekiti atakuwa safarini kwenda mkoani Iringa, ambako atajiunga au ataungana na viongozi wengine pamoja na makamu mwenyekiti kwa ajili ya mkutano wa kuhitimisha ziara hii ambao utafanyika Iringa mjini siku ya tarehe 29. Kwa mwenendo ule niwasomee ratiba ya makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa John Heche. Tarehe 23 atakuwa Mbeya katika uzinduzi. Tarehe 24 atakuwa Kyela makamu mwenyekiti. Asubuhi atakuwa na kikao cha ndani na mkutano. Tarehe 24 hiyo atakuwa Busokelo, atafanya mkutano wa kusalimia kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 9. Tarehe 24 hiyo makamu mwenyekiti atakuwa Rungwe, ambapo atafanya mkutano wa hadhara saa 10 alasiri jioni. Tarehe 25 Machi makamu mwenyekiti atakuwa njiani sasa kuelekea mkoa wa Njombe, ambapo atasimama Mbarali na atafanya mkutano wa hadhara saa 4 asubuhi. Tarehe 25 hiyo baada ya kutoka Mbarali makamu mwenyekiti atakwenda mkoa wa Njombe na atasimama Wanging'ombe kufanya mkutano saa 7 mchana mpaka saa 9. Wanging'ombe nafikiri ni Gwachanya. Nafikiri ni Gwachanya ndo makao makuu ya wilaya, na njiani kwenda Njombe. Na jioni baada ya kutoka jimbo la Wanging'ombe makamu mwenyekiti atawasili Njombe majira saa 10 na kuingia kwenye kikao cha ndani. Tarehe 26 makamu mwenyekiti atafanya mkutano wa hadhara Njombe mjini saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, ambapo baada ya hapo atakuwa tarehe hiyo 25 Machi atakuwa Makambako, atafanya mkutano wa hadhara saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Tarehe 27 makamu mwenyekiti atakuwa anaingia mkoa wa Iringa
ambapo atakuwa Mufindi Kusini Nyololo, atafanya mkutano wa njiani saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Baada hapo atakuwa Mufindi Kaskazini Ifuati, atafanya mkutano kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 9 alasiri. Baada ya Mufindi Kaskazini, makamu mwenyekiti ataingia Mafinga mjini, ambapo atafanya mkutano wa hadhara kwenye uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 10 alasiri mpaka saa 12 jioni. Tarehe 28 Machi, makamu mwenyekiti atakuwa bado kwenye ziara ya Iringa, ambapo atakwenda Kalenga, atafanya mkutano Msangano kuanzia saa 4 mpaka saa 7 mchana, na baada ya hapo atakwenda Isimani Migori, atafanya mkutano wa hadhara kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Baada ya hapo ataingia kikao cha ndani Isimani kuanzia saa 12:30 jioni mpaka kitakapo kamilika hicho kikao. Tarehe 29 makamu mwenyekiti naye ataondoka, atafanya mkutano Kilolo Ilula saa 4 asubuhi, na jioni ataungana na viongozi na mwenyekiti wa taifa pamoja na viongozi wengine kwenye mkutano wa hadhara mjini Iringa, ambao utakuwa ni maalum kwa ajili ya kuhitimisha ziara hii ya kitaifa. Kwa hiyo kama nilivyosema, baada ya mikutano ya hadhara pamoja na mikutano ya hadhara, pia kuna mikutano ya ndani, ambapo maeneo yote ambayo viongozi watapita itahusisha vikao vya ndani kwa viongozi wa ngazi mbalimbali za chama, lengo likiwa ni kupata fursa ya kutibu madonda ya uchaguzi na kuimarisha chama ili chama kiwe tayari kusimamia na kutekeleza yale tutakayokubaliana kwenye utekelezaji wa ajenda na maamuzi mbalimbali tunayokubaliana kama chama, ikiwemo ajenda hizi muhimu zilizo kwenye ziara hii. Natoa wito kwa wanachama na wapenda mabadiliko wote kanda ya Nyasa kushiriki mikutano hii ili waweze kujua tunaendaje mbele kama chama na pia kama taifa. Mungu awabariki sana. Swali naweza tena? Mwenye swali tafadhali. Saddam, karibu. Maswali mawili. La kwanza ni namna ambavyo tunaona mara kadhaa Chadema ikiandaa mikutano ya hadhara na utetezi kama hivi, ambapo na mkutano baina ya Chadema na vyombo vya usalama. Tumezingatia vipi vingine kama mtakibali cha kufanya hiyo mikutano hiyo operation kwenye hivi mikoa? Swali langu la pili, kanda yetu inataka kwenye mikoa tunavyofahamu kama kuna mikoa 6 lakini tunaona asilimia kubwa wameelekeza nguvu zaidi Rukwa, Songwe, Mbeya siku moja, kwamba nani Rukwa asilimia kubwa, lakini mikoa nyingine ni kama mtakatifu Katavi ya kusikia wengine na wacha Kuna mwingine utajitambulisha, ukumbuke chombo. Karibu. Nilikuwa natamani kujua ni upi msimamo wenu katika kauli yenu ya no reform no election, maana wananchi mnaweka katika hawajui kwamba itakualisha uchaguzi au hautashiriki, na ukiangalia chama kingine wanasema watashiriki. Sasa hamuoni kama ile chama chenu kitashiriki uchaguzi? La pili, ni upi msimamo wenu endapo jeshi
zilikuwa hazina tija mpaka mkaanzisha hii nyingine sasa ya tone tone. Wangu ilikuwa ni hiyo. Yameisha maswali ya? Halo, Beni ulize. Samahani. Naitwa Frederick Kuro, natokea Access FM. Kutoka Access FM. Frederick Kuro kutoka Access FM. Kwa mujibu wa taarifa ulioitoa hapo mwenyekiti, ni kwamba mkutano unafanyika Jumapili tarehe 23. Lakini kuna taarifa pia za chama kingine kufanya tukio sawa sana la aina hiyo hapa mjini. Wewe kama mwenyekiti umejiandaaje na situation kama hiyo? Chama gani? Ni taasisi ya Tulia Trust kupitia Chama cha Mapinduzi. Wana tukio pia la kugawa nguo Jumapili hiyo. Hey. Ameuliza Saddam kwamba vipi mara nyingi tukiwa tunafanya harakati katika nchi operation au ratiba kama hizi tunakuwa na msuguano na polisi. Nadhani tuko vizuri kwa maandalizi, na misuguano inaanzaga kama hapa, kwa sababu hivi mnavyozungumzia misuguano kwa Chadema hivi nyua ndivyo barua mnaona. Tunanyang'anyaga na nyinyi kamera pia. Kwa hiyo so far tuko vizuri, hatujaona dalili zozote za hujuma wala za kufahamisha. Na mara nyingi unajua shida inakuwaga sio sisi, mara nyingi inakuwaga shida ni police, maybe by understanding au kwa kutoku understanding mpaka inawapelekea hatua wanazochukua dhidi yetu. Lakini nyinyi mmekuwa mashahidi, hakuna shughuli ya Chadema, iwe mikutano ya hadhara, iwe shughuli za ndani ambazo zimewahi kufanyika ukatokea uvunjifu wote wa amani. Nikizungumzia hususan kama hapa mjini Mbeya, au hata tukupoteza hata sindano aliyoiweka mfukoni. Kwa hiyo tuko vizuri. So far hakuna fracture au hakuna uzinzi wowote kutoka kwa polisi au vyombo vyovyote. Kuhusu ratiba, katibu unaweza kujibu hilo. Kanda ya Nyasa ina mikoa 5. Ina Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe, Iringa. Kwa hivyo kama ulivyosikia mwenyekiti alipokuwa anasema, yote hayo tumepeleka mikutano, na mikutano mikubwa iko mingi na iko pia mingi. Na bado pamoja na hizi tulizosoma, bado kuna wengine ambao tunajua kwa chama chetu na wanapopenda kupokea viongozi wote. Sisi hatufiki Katavi, hatufiki Ruvuma, sisi tunaishia Iringa, Njombe mpaka Rukwa. Asante. Na Kando wametaka kujua kwamba tunaendaje, msimamo wetu wa nchi hawaelewi kama tunaingia kwenye uchaguzi au hatuingii. Ndio maana tunafanya hiyo operation jana. Ndio maana tumekuja. Ndio maana viongozi kitaifa wanakuja ili kulileta hili kwa wananchi, na sisi wote tutakuwepo pale, na tunaamini baada ya hii ziara wananchi watakuwa wamekaa kwenye mstari na wameelewa, watakuwa wameelewa tunaendaje mbele. Ameuliza Kando kuhusu hatutarajii polisi, kwamba polisi wakituzuia tutafanyaje. Hatutarajii
Ndio maana viongozi kitaifa wanakuja ili kulileta hili kwa wananchi, na sisi wote tutakuwepo pale, na tunaamini baada ya hii ziara wananchi watakuwa wamekaa kwenye mstari na wameelewa, watakuwa wameelewa tunaendaje mbele. Ameuliza Kyando kuhusu hatutarajii polisi, kwamba polisi wakituzuia tutafanyaje. Hatutarajii, unajua sisi mema chama hiki. Kamwanga anasema kila kampeni, tumekuwa na kampeni kadhaa za uchangishaji. Yes, tumekuwa na kampeni kadhaa za uchangishaji. Yes, na ndio maana hiki chama kimekuwa strong kwa miaka yote. Kila wakati kinakuja na mkakati mpya. Kwa hiyo kila kampeni inakuwa na malengo yake kwa wakati husika. Kuhusiana na tija zinatofautiana. Saa nyingine tunafanikiwa 100%, saa nyingine tunafanikiwa 60%, saa nyingine tunafanikiwa 70%, lakini kwenye programu zetu nyingi kama hizi hatujawahi kufeli. Nyingi zilikizi mahitaji au malengo ya kuanzishwa kwake, na tunaamini kwamba na hii pia itakwenda hivyo hivyo. Na ndio maana hatutoi tu program na kukaa ndani, tunatoa program na kujaribu kuwafikia wananchi kwa namna mbalimbali, ikiwemo mikutano ya hadhara, ikiwemo kutumia platform mbalimbali za media, ili waende sawa na sisi. Kwa hiyo tija zinatofautiana. Freddy anasema kwamba kuna chama au taasisi nyingine inafanya ratiba kama zetu. Fred, sisi sio jukumu letu kuangalia watu wengine wanafanya nini. Wewe ukiwa mchungaji, Jumapili imefika, unatakiwa ukafanya ibada kanisani kwako. Usitake kuangalia Anglikana wanafanya nini, Roman wanafanya nini, au nani wanafanya nini. Kwa hiyo sio jukumu letu sisi kuangalia wengine wanafanya nini, ili mradi wasituingilie katika jambo letu, katika ratiba zetu zinavyofanya kwa namna. Asante sana. Nafikiri maswali kwa ni hayo na yamejibiwa. Asante sana, Mungu awabariki sana. Amen. Ninashukuru sana. Swali moja alimejibiwa. Tutakuwa na suala la kuwataka wanachadema kujiandaa kwa wanachama kugombea udiwani, ubunge, na ikiwa Chadema msimamo wenu ni no reform no election. Huu mkanganyiko kwa Watanzania una maana gani na kipi ni kipi? Na jana naibu katibu mkuu bara alikuwa anazungumza na kuwataka wanachadema kujiandaa vile kugombea. Of course tunakwambia kama mwenyekiti taifa alivyosema kwamba no reform no election sio maana yake kususia uchaguzi. Maana yake ni kupush kwa namna mbalimbali wanaohusika, serikali, chama na wote wanaohusika na kuvuruga uchaguzi wakae kwenye mstari. Kwa hiyo sasa kama una push kitu ambacho unatarajia kitatoa matokeo, ni wajibu wetu pia kuwaambia wananchi wetu au wananchi kwa ujumla waendelee kujiandikisha, kwa sababu what if haya tunayoyapusha yanakuja kukubalika miezi 4 kabla ya uchaguzi. Mwezi Juni yanakuja kukubalika, halafu tayari eneo lako au mkoa fulani zoezi la uandikishaji limeshapita, utarudi tena kuwaambia wakajiandikisha, watajiandikisha wapi? Kwa hiyo sisi tunafanya jukumu letu kama chama, lakini tunataka wananchi pia nao wafanye jukumu lao kama chama, wahakikishe kwamba wako tayari, wajiandikishe na psychologically wawe wako tayari, ili kwamba haya tunayoyapush, hii no reform no election, itakaposikilizwa na kutekelezwa kiasi kwamba cha kufanya kama chama sasa tuamue kwamba tunaingia kwenye uchaguzi, basi tuwe tayari tunawapiga kura wetu, kwa sababu kwenda kujiandikisha hamna mtu anatoka damu wala hamna mtu anakufa. Kwa hiyo waende wakajiandikishe, ili hizi jitihada tunazofanya kama chama za kupushi reform zitakapofanikiwa kwa kiwango chochote kile, basi tuwe tayari tunawapiga kura. Japo hivi karibuni mkoa wa chama Ubungo walitoa msimamo kuhamasisha wana Dar es Salaam kuto kujitokeza kujiandikisha. Hapo unaongea na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, unaongea na kanda ya Nyasa. Ukitoka hapa ni taifa. Kwa hiyo labda ungenetea kauli iliyotoka taifa, sio iliyotoka Ubungo. Mimi sijaisikia hiyo kauli.
Jangwe, swali la mwisho nataka kuuliza uje na hii place yetu. Yes. Fahamu, lakini nitasaidia pia wananchi. Nimefikia kwenye mtandao wako wa X ukawa unasema kwamba hautagombea jimbo la Mbeya. Huku msimamo wako sasa hapa huku waandishi wa habari nataka kujua kitu kwa wewe muongo Kiando wewe. Sijawahi kuona mpinga muongo. Wewe muongo. Na hili kitu niwaambie watu. Kauli yoyote unayoona ya mtu kiongozi nikisiaona kwamba Kiando amelawa mpaka akalala ba. Kitu cha Kiando anasema yeye mwenyewe Kiando jana nililewa mpaka nikalala ba. Kitu cha kwanza nitakachofanya cha kwanza ni kwenda kwenye page yako na kuhakiki kama ile posti ipo. Wewe umesema umeona kwenye posti yangu, wewe hujaona kwenye posti yangu. Wewe umeona kwenye kitu kilichokuwa kinatembea kwenye mitandao. Kwa hiyo ile posti sio ya kwangu mimi. Swala ujumbe ule unasemaje, lakini kifupi ni kwamba ile posti sio ya kwangu mimi. Wewe unaizungumziaje sasa hiyo? Nini? La kugombea au kutogombea jimbo? Si ndio maana tunapush no reform no election. Tunafikiri tunapush ili iweje? Tunapush ili tugombee. Kwa sababu kama ingekuwa vinginevyo tungesema okay, achaneni na hii kitu, ngoja tuendelee na shughuli zetu, tuuze China mandazi pale Desdege. Kuna issue nyingine ya mgawanyo wa majimbo. Kidogo kauli yako hujatoa kwa sababu tunakubaliana ama kwa namna ya hali hizi tunaanzia kwa mkoa mzima wa Mbeya hadi hizo tunaona jimbo la Mbeya mjini, Mbeya mjini, kadhalika Mbarali. Lakini kama wewe umekuwa kanda hii unaiona tu na kuna mkoa mwingine ambao unaendelea kugawa majimbo. Mimi ni mtulivu sana. Hiyo michakato inayofanyika ni michakato, mimi sio mbunge sasa hivi, siingii kwenye hivyo vikao. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye niko nasubiri matokeo. Tunasubiri wagawe, mpira utakapofika uwanjani ndio tutajua kwamba tunaanzia kupiga danadana mkono mguu wa kushoto au mguu wa kulia. Asante sana. Asante. Asante. Nimejibu swali lake. Asante sana. Tumefurahisha la Kiando. Kiando muongo. Katibu umesema tarehe 23? Ndio nikwambia hapo nakuletea. Okay.